بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu anaita waja waliosifika kwa sifa ya uaminifu.
anaita Mwenyezi Mungu waja walioamini imani kamili. Halitasalia katika wito ila ni kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu na kusikiza amri ya Mwenyezi Mungu na kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Anaita Mwenyezi Mungu akisema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mliosifika kwa sifa ya uaminifu, au enyi waja mlioamini imani kamili. Na mara nyingi husemwa hao waja walioamini imani kamili ni kuwa wameamini kwa moyo Qur'an ni kitabu chake Mwenyezi Mungu, na maamrisho yaliyomo katika Qur'an ni maamrisho yake Mwenyezi Mungu, na makatazo yaliyomo katika Qur'an ni makatazo yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapana budi katika hayo ila ni kutekeleza anayoyataka yeye Mwenyezi Mungu, akawa yeye mwenye kuamini imani kamili hayo maneno kwa moyo wake. Isitoshe akawa yu mwenye kusadikisha hayo ambayo moyo umeamini kwayo kwa ulimi, kwa kuyatamka, kwa kuyasema, kwa kuyanena, kuamrisha na kukataza. Na haitoshi moyo kufanya kitendo kama hivyo na ulimi kutenda kama hayo, haitoshi, ila vile vile viungo vyake mja viwe vinaambatana na yale ambayo moyo umeamini kwayo, viwe vimeambatana na yale ambayo ulimi umetamka kwayo. Utakapopatikana ushirikiano wa moyo, ulimi na viungo, huku ndiko kunakopatikana imani iliyo kamili. Ya Mwenyezi Mungu anaita ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili. Innama, hakika bila shaka si jambo jinginelo, alkhamru, pombe, walmaisiru, na kamari, walansabu, na kuabudu masanamu, walazlamu, na kufuata maamrisho ya kiramli kwa matokeo ya kiramli, yote hayo rijisu, ni machafu, ni najisi, min amali shaitan, miongoni mwa vitendo vya shetani. Kunywa pombe ni kitendo miongoni mwa vitendo vya shetani. Almaisir, kucheza kamari, ni kitendo miongoni mwa vitendo vya shetani. Kuabudu masanamu ni kitendo miongoni mwa vitendo vya shetani. Kutazamia kwa mbao, kutazamia kwa ramli, kutazamia kwa mishale, hivyo vyote ni vitendo miongoni mwa vitendo vya kishetani.
alkhamru, khamri ni nini? Khamr, qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, pombe, kullu muskirin khamru, kila kinacholevya ni khamri, ni pombe. Na khamrun, khamara, khamara kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni khamara, imefinika. Ini imefinika. Kile kitambaa wanayofunika nayo wanawake vichwa vinaitwa khimaru. Khimaru, vifiniko vya kichwa au sitara ya wanawake ya kichwa, khimar. Taraha jina di khimar, kitu cha kufunika kichwa ya wanawake kinaitwa khimar. Sasa pombe ni khamr, yani inafinika akili. Akilewa mtu, ule ulevi moshi wake unafinika nini? Akili. Kwa kutomwogopa Mwenyezi Mungu. Basi Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema nini? Kullu muskirin khamr, kila kinacholevya ni pombe. Wa kullu khamrin haramun, na kila pombe ni haramu. Yani kile kinachofunika akili, ni nini? Ni haramu. Usichukue hiyo pombe ya kunywa peke yake. Lugha ya Rasul, kullu muskirin, kila kinacholevya ni nini? Khamrun, ni pombe. Ni pombe, yani ni khamrun, ni sitara, ni kifiniko. Kile kinacholevya ni khamrun, ni sitara, ni kifiniko, kinafunika akili. Sawa? Ndio Rasul amesema wa kullu khamrin haramu, ni kile kinachofunika akili ni nini? Ni haramu. Kile kinachofunika akili ni haramu. Ndio Rasul amesema ma askara kathiruhu wa qaliluhu haramu, kinacholevya kwa wingi ni haramu, kinacholevya kwa uchache ni haramu. Kulewa nyingi, kulewa chache, vyote ni nini? Ni haramu. Sasa bia ni najisi, kwa inalevya ni haramu. Kuna kitu kinaitwa afyun, inalevya ni haramu. Hiyo hashishi ina bangi inalevya ni haramu. Cocaine inalevya nayo ni haramu. Hii ni ulevya wa ngwana. Cocaine, ulevya wa ngwana. Anakunywa, hanuki harufu ya ulevi, anakunywa, hapana kwaka athari ya kuwa katumia kitu ambacho si ya kistaarabu. Cocaine ni haramu. Ulevi ni isitoshe, heroin vilevile ni ulevi. Hayo yote wangwana wamelete kwa sababu wasinuke midomo, wasinuke mwili, wasinuke hali, walewe mleo wa kiungwana,
walewe mleo wa kinini, wakiungwana. Na katika hii Uislamu hakuna mleo wa kiungwana ukawa umeharamishwa ulevi za kienyeji na zikahalalishwa ulevi ya kiungwana. Hapana, vyote ni haramu sawa sawa, ni ya waungwana au ni ya hawa wasioungwana, madamu inalevya, vyote ni nini? Vyote ni haramu. Aya, heroin ni isitoshe, amri ya Mwenyezi Mungu imeambatana na vyote vinavyo nini, vinavyolewesha au vinavyofinika akili au vinavyositiri nini, sitiri akili. Rasul salawatullahi alayhi wasallam فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبكيوا ومتوم صلوات الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر. متوم صلوات الله عليه وسلم نهى amekataza an kulli muskirin, wajitenge watu wa Islamu kutokamana na kila kinacholevya, wa mufattirin, na kila kinacho nini, dhoofisha mwili, na kila kinacholainisha mwili. Mufattir, kinacholainisha mwili. Na ndivyo hivi uraibu wetu huu wakati sasa vyote vimeingia katika hiyo. Mtume amesema, amekataza, naha, alikataza Rasul sallallahu alaihi wasallam an kulli muskiri, wajitenge mbali watu wa Islam na kila chenye kulevya, wa mufatiri, na kila vyenye kulainisha mwili, kila kinacho nini, regeza mwili. Kiregezo mwili vyote ni nini? Haramu mtu Muislamu kuregeza mwili wake kwa tembe au kwa kitu gani au kwa kitu gani nyinginezo, zote ni nini? Haramu. Sasa kila kinachokuregeza ni nini? Haramu, mbaya. Atakiwa mtu Muislamu wakati wote awe tayari kusimamia kazi ya Mwenyezi Mungu. Sasa usipokuwa mzima utasimamaje katika sala? Huwezi kusimama, utayumba yumba. Inama akasi jambo nyinginelo, alhamr, pombe, walmaisir, na kamari. Kamari hizi, hata kamari hizi za kiungwana, kamari za kiungwana, hiyo tafa account, kamari za kiungwana, hii kamari ya ngomu, hizo zote ni kamari za kiungwana. Kamari za kiungwana, football hizi siku hizi zimekuwa nini? Kamari kubwa, kamari kubwa, zote ni nini? Kamari. Kamari ni haramu. Wala ansar, masanamu, tukuchonga mawe akaabudu ni sanamu, au mtu kachonga miti anayeabudu ni sanamu, au mtu kwa ukuta wake au mnyama wake anamwabudu ni sanamu, au mtu ameweka mtu wake anamwabudu. Yote hayo ni haramu. Ansa wala salam, asalam, mishale midogo midogo namna hii kama hii ya nini, ya dati, hiyo inayotupwa hapa, mishale dogo dogo namna hii. Mishale hizo inayo mfuko wake, inayo bolo yake.
na nini, ila mfuko wake na bolo wake kama ya mfuko wa kuweka miwani. Mishale hizo za ramli huwa ni 3. Zama hizo weko hizo mishale katika mfuko wake, ikatikiswa. Atakapotaka mtu kwenda safari au kuna ugonjwa au dhiki au mambo yanamsumbua, anakuja kwa yule mwenye kupiga hiyo ramli, wewe mwenye mshale, shida yangu ni kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, nipigie. Ushika hiyo mfuko hiyo iliyoko ndani yake nini, mishale 3 hizo. Hiyo mishale huwa imeandikwa, mshale wa kwanza umeandikwa nini? Amarani Rabbi. Imeandikwa ndio mshale wa kwanza imeandikwa Amarani Rabbi. Na mshale wa pili umeandikwa nini? Nahani Rabbi, amenikataza Muumba wangu. Mshale wa tatu umeandikwa nini? Ghufrun min alkitab, yani haukuandikwa nini kitu juu yake. Mshale wa tatu ile haikuandikwa kitu. Ya kwanza imeandikwa nini? Amarani Rabbi, na ya pili imeandikwa Nahani Rabbi, na ile ya tatu plain, haikuandikwa ndani yake nini kitu. Sasa mtu ataka kusafiri, safari ina baraka hiyo, haina baraka. Ataka kuoa, bibi atakuja na kheri, atakuja na shari. Mungu wake Mungu wa baraka au Mungu wake watiki, ndio mwenye kupiga, anatikisa hiyo bolo hiyo mfuko hiyo ya kara hapa na akituba kile kilichotoka kwanza nachukuliwa. Ikiwa imetoka Amarani Rabbi, basi hiyo ni ruhusa, Mungu wangu ameniamrisha, atakwenda safari. Ikiwa imetoka ile nyingine Nahani Rabbi, Mungu wangu amenikataza nisiende safari ile Kisirani, haendi. Ikiwa imetoka nyeupe Ghufrun, hapana kitu ndani yake, haikuandikwa kitu, hatari. Hiyo ndio Uislamu. Hiyo ndio nini? Kuna kupiga mbao, kuna kwao kupiga ramli, si usiku tunakwenda kwao, jioni. Sawa, wao wametoka walikotoka huko, pale pazuri pa kitega uchumi, nikibia kukua wamekafilika watu na haki ya dini yao. Basi wala sala hayo yote, khamr na maisir na ansab na azlam, rijsun, ni machafu, min amali shaitan, miongoni mwa vitendo vya shetani. Sasa kilichoitiwa kwa hayo watu wa Islamu ni nini? Fajitanibuhu, mujitenge na hayo na hivyo vitu. Fajitanibuhu, mujiepushe mbali na hivyo vitu. Fajitanibuhu, mkae mbali na hivyo vitu. Kaeni mbali na pombe, kaeni mbali na kamari, kaeni mbali na masanamu, kaeni mbali na ramli. Fajitanibuhu. Sasa humkuti mtu Muislamu mlevi, humkuti mtu Muislamu mcheza kamari, humkuti mtu Muislamu mwenye kuabudu masanamu, humkuti mtu Muislamu mwenye kupiga ramli. Sawa, kukatazika mtu Muislamu mahala pale alipokataza Mwenyezi Mungu, umpate Muislamu huko, ilo unampata yule asiyekuwa Muislamu. Sawa, mbona nyote mmenyamaza?
kimya, unasema sawa. Au maneno hivyo ya Mungu. Mtanibu, mjitenge na hayo mambo manne hayo, mjitenge nayo. Kwa nini? La'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu katika hii dunia, kupata thawabu zake Mwenyezi Mungu na haribu akili zenu na haribu pesa zenu ulevi na kamari na nini hayo. Nataka kufaulu, mjitenge na hayo. Innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir. Anawapa Mwenyezi Mungu habari ya ubaya upombe na kamari, anawaambia innama, hakika bila shaka si jambo jinginelo, yuridu shaitani, anataka shaitani, an yuqi'a, kuweka bainakum, kati yenu, al-adawata, uadui, wal-baghdha, na anataka shaitani weka kati yenu uchuki, mchukiane. Shaitani anataka kuweka nini? Uadui kati yenu na uchuki kati yenu, fil khamri, katika kunywa pombe, wal maisir, na kucheza kamari. Kuna malumbano, msukumano, ubishi katika pahali pa kunywa pombe huko, matusi, kutukanana, kupigana katika mahali pa pombe huko. Nisitoshe hata penye kamari kuna nini? Kuna matusi ndani yake. Unaambia zunguka mbuyu, chut hapa, wali pa chut hapa, naambia mpe mzee Kikoi. Nyinyi hamkujua hiyo maneno, wala nyinyi hamkusikia hiyo maneno, hamkuhudhuria mahali hapa, bali pa chut. Kuna nini? Maneno ya kuudhiana. Maneno ya nini? Ya kuudhiana. Wengine wameliwa koti, kanzu, suruali. Ikasemwa nini? Lete kabuti ya mzee. Kwenye chutu kule iko kabuti ya mzee. Hiyo mzee atafika, atenda naye nyumbani. Mzee akifika nyumbani, barabara ondoeni taa mlangoni. Mzee anafika saa 8 ya usiku, saa 9. Amekuja nini na kabuti? Mama atamuulizia suruali iko wapi? Mgoya kabuti. Amru kumtalimu kasema baba. Nyinyi hamjui kitu, na mkiambiwa hamkubali. Haya, Mwenyezi Mungu anataka nini? Kuwekea nini? Uadui kati yenu, na anataka kuweka nini? Uchuki kati yenu, katika hiyo fil khamri, katika pombe, wal maisir, na kamari. Na kamari jamaa fulani, tulikuwa pale ya nini, ya Mpidu, tulikuwa hapa kwa mzee Miti, hapa kwa mzee Gebu, saa 8 ya usiku.
na tado ndio kwa kitu pigwa na sumuni kimekimbia namna hiyo. Jamaa fulani akakunyama namna hiyo, kama vile mpira kofi nakwenda kwenye hall, sumuni inakimbia kwa mdomo, sumuni ikaanguka ndani ya mdomo, ikatafuta sumuni, ikateremshwa chando kwa chini, ikatafuta sumuni hapa, ikatafuta sumuni hapa. Sumuni ilikuwa pesa. Mwenye sumuni akatoka, akaja nyumbani, akachukua kitu kinaitwa kukam tano na 4. Mbona tulikuwa bado tena saa 8 ya usiku, tulikuwa macho bado ni mbona haya, tukatoka sote kuja huko ni watu azol mtu kala azol mtu wacha kumwambia sulu sisi kala sio mtu kiticho hayo wacha tumia fulani mkala hivi na azol mtu kala Oscar moromia morongoroki asimutelekini اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم مدى القبور روضة من رياض الجنة يا رب. بس تربطوا بس سيب هذول هاي عندك اللي شو من وقت kana masu kurubi kilo ni wazee chai wengine na chai tatamani tu ndio kama naam inma kisema jingineno yuridi shetani anataka yupea bainakum adawa, kuweka uadui kati yenu, walbaghdha na uchuki, fil khamri, katika pombe, walmaisir na nini na kamani. Wayasudakum, anataka shetani kuwazuia ninyi vile vile an dhikrillah, kutomtaja Mwenyezi Mungu. Wacheza kamari hata adhana ikiadhiniwa wanasema Allahu Akbar, wanajibisha adhana, hawamjibishi adhana. Dua baada ya adhana wanafanya, hata hawafanyi. Shetani na wazuia wasinini an dhikrillah, wasimtaje nani? Mwenyezi Mungu. Ni isitoshe wa aniswala, shetani na wazuia vile vile kutoni kutosali andiki. Na haya yote ni mambo dhahiri, ni mambo shahiri, mashuhuri, maarufu. Tumeona kwa nini? Kwa macho hivi, sio kuambiwa, tumeona hivi kwa macho, kwa tumeshirikiana vile vile, tumo ndani ya mambo kama tumeona kwa macho, tumeona shirikiana. Wani sala na shetani anataka kuwazuia nyinyi msiswali. Fahal antum muntahun, je, mtakoma? Fahal antum muntahun imekuja, fahal antum muntahun kimaswali, lakini maana yake nini? Komeni nayo. Sasa fahal antum muntahun, ikiwa Mwenyezi Mungu ndiye anaamrisha, je, mtakoma? Maana yake nini? Komeni, msinywe pombe, komeni, msicheze kamari, komeni, msiabudu masanamu, komeni, msitizame ramli. Sawa? Ukitaka kuwa maadui, tizeni machezo machafu. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Anasema Mwenyezi Mungu, atiu Allah, enyi waja mlioamini imani kamili, atiu Allah, tiini amri ya Mwenyezi Mungu, fuateni amri ya Mwenyezi Mungu, wekeni amri ya Mwenyezi Mungu katika nini? Katika vitendo, mjitenge mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Tena isitoshe, waatiu rasul, tiini amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wekeni maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitendo, mjitenge mbali na makatazo aliyokataza Rasul sallallahu alaihi wasallam, mjitenge nazo mbali. Ndio Mwenyezi Mungu asema, man ataa rasula faqad ataa Allah, yule ambaye atamtii mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa yeye amemtii Mwenyezi Mungu. Ndio yeye amemtii nani? Amemtii Mwenyezi Mungu. Ndio mtume Mwenyezi Mungu amesema wahdharu, maana yake nini? Mjihadhari. Wahdharu, mjihadhari. Wahdharu, mjihadhari na kutomwasi Mwenyezi Mungu, mjihadhari na kutomwasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mjihadhari na kutoasi Qur'an, mjihadhari na kutoasi sunna zake Rasul sallallahu alaihi wasallam, mjihadhari. Fa in tawallaytum, na mkigeuka, fa in tawallaytum, mkigeuza mgongo kwa kutotaka kufuata maamrisho hayo, faalamu, usijueni, annama, kabla shaka si jambo jinginelo, ala rasulina albalaghu mubin, lilo la lazima, lilo la wajibu kwa mjumbe wetu, albalagh, kifikisho almubin, iliyo wazi. Kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufikisha tu maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa viumbe. Hawa viumbe wasikie shauri yao, wasisikie shauri yao, wafuate shauri yao, wasifuate shauri yao. Lakini kazi ya mtume ni nini? Kufikisha tu, kufikisha. Na ndio kazi hii ya kufikisha ni kazi iliyoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mikono ya kila mtu Muislamu. Imeachwa katika mikono ya kila mtu Muislamu. Awe nani mtu Muislamu? Awe mtu Muislamu amirun bil ma'ruf, mwenye kuamrisha mema, wa nahi anil munkar, mwenye kukataza maovu. Tena asikate kesi mtu Muislamu, hata nikisema nitapingwa, nikisema watakataa. Si kazi yako. Kazi yako nini? Kazi take kilimu, kazi take zino kilimu, matibabu, mabasuma, hiyo si kazi yako. Usiruke mpaka kwenda kwa kazi nyingine. Kazi yako peleka, sema, unaambiwa wewe bala ufanye kazi yako nini? Ya kusema. Bala kazi ya kusema. Lakini tumechagua sisi ibada ya kunyamaza. Hiyo ibada tulimo ndani yake ibada nini? Ya kunyamaza. Wasukutu alal harami haramu. Kunyamaza katika jambo lililokuwa haramu, kutosemwa ni haramu. Unapata nini? Dhambi. Haramu kisoya afikibile ninagai ninas kutu. Iberia minane kereka la majali gwana ita ya batal futa nas kul. Atal kisoya ita batal futumu. Ita batal futumu. Usante makele. Dekiben
itasunu itaunga mkono. Kama umenyamaza katika machafu, ukuyakanusha, ukuyapinga, ukuyakataza, basi umeshirikiana kana kwamba wewe unaunga mkono machafu haya tena. Lakini ona kazi ya mtume katika Uislamu ni nini? Inama, akasi jambo jinginelo, ala rasulina, ni wajibu lazima juu ya mtume wetu albalagh, kufikisha maneno ya Mwenyezi Mungu almubin, tena kifikisho iliyo wazi. Mwenyezi Mungu kasema hivi na hivi na hivi, Mwenyezi Mungu kaamrisha hii ifanywe, Mwenyezi Mungu akataza hii isifanywe, basi khalas, maneno yamekwisha. Khalas, huna haja ya kuamrisha watu kwa nguvu, kulazimisha wao kwa nguvu. Hapana, la ikraha fi din, hapana lazimisho kwa nguvu katika dini. Katabayyana rushdu min al-ghayy, imekwisha dhihirisha, imekwisha dhihirika uongofu wazi kuliko upotovu. Khalas, laisa ala alladhina amanu wa amilus salihati junah fima taimu idha mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kuna wanywaji waliokuwa wakinywa pombe wamekufa, ila hali ya kuwa walikuwa wakinywa. Wakaja aya ilipoteremka, wakaja kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wale wanywaji wengine au jamaa wengine Waislamu, ya Rasulullah, watakuwaje kuna Waislamu wetu kwa hiyo pombe wakinywa, watu wamekufa, wengine wamelewa, itakuwaje ya Rasulullah? Walikunywa, ilikuwa kabla ya kuharamishwa, walikunywa kabla ya nini? Walipomuuliza Rasul sallallahu alaihi wasallam hivyo, Rasul aliwaambia, jawabu ilikuja, jawabu imekuja, laysa ala alladhina amanu, hapana kwa wale watu walioamini imani kamili, wa amilu salihati, na wakatenda vitendo vizuri, junahu, hawana wao madhambi, fima taimu, katika yale walioila miongoni mwa haramu, walioinywa miongoni mwa haramu, yale haramu ambayo hayakuharamishwa bado walikula, walikunywa, hawana madhambi kabla ya kuharamishwa. Sawa, hawana madhambi kabla ya kuharamishwa. Idha mattaqaw wa amanu, ikiwa wao wameamini imani kamili, wajitenga bali na vyenye kuharamishwa, na wakathibiti katika imani, hawana nini? Hawana madhambi. Waamilu saliha, na wakatenda vitendo vizuri. Thumma ittaqaw wa amanu, kisha wakawa ni wenye kuamini imani kamili, kukule kuharamishwa kwake hayo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Thumma ittaqaw wa ahsanu, kisha
ukamcha Mwenyezi Mungu, kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu na kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, wa ahsanu, na wakatenda vitendo vizuri, yale yaliyokuwa hayajakuwa haramishwa yakaharamishwa baadaye, wamekuwa ni wenye kusamehewa, hawana madhambi ndani yake. Wallahu yuhibbul muhsinin, yeye Mwenyezi Mungu anawapenda waja wema, waja wazuri. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, anasema Mwenyezi Mungu, inna Allaha, kabla chake Mwenyezi Mungu, ma'al ladhina taqaw, yupo pamoja na wale waja wanaomcha yeye Mwenyezi Mungu, wal ladhina hum muhsinun, na wale waja wanaotenda vitendo vizuri. Mwenyezi Mungu yuko na hao watu. Sasa tukitaka Mwenyezi Mungu awe na sisi, sharti tuwe nini? Sasa tuwe wazuri, tuwe wazuri, na tuwezi kuwa wazuri mpaka tuwe kwanza wachaji nani? Wachaji Mwenyezi Mungu. Inna akramakum inda Allah atqakum, mheshimiwa wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mchaji Mungu wenu. Mheshimiwa wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule alijitenga na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa wenu mbele ya Mwenyezi Mungu alioweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Huyu ndio mheshimiwa wenu mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mheshimiwa wenu mbele ya watu ni mlevi, mheshimiwa wenu mbele ya watu ni mcheza kamari, mheshimiwa wenu mbele ya watu mwenye kuabudu sanamu, mheshimiwa wenu mbele ya watu ni mwenye kwenda kupiga ramli. Naona kinyume ya kwenu. Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayy tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil-ghayb faman i'tada ba'da dhalik falahu adhabun alim. Mwenyezi Mungu anasema hali akiita waja walioamini imani kamili, waja waliosifika kwa sifa ya uaminifu. Mwenyezi Mungu anawaita ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili, la yabluwannakum Allah, hakika bila shaka yeye Mwenyezi Mungu atawajaribu, au yeye Mwenyezi Mungu atawafanyia mtihani, au yeye Mwenyezi Mungu atawafanyia kizamanishi ya kuwa mmeamini kamili au hapana. Mtihani yenyewe ni ya kuwa nyinyi mmeamini imani kamili au hapana. La yabluwannakum Allah, atawajaribu Mwenyezi Mungu, atawafanyia mtihani Mwenyezi Mungu bishai'in, kwa hao wanyama wanaowindwa, bishai'in, kwa hao wanyama wanaowindwa, bishai'in, kwa hao wanyama wanaowindwa, mina sayd, bishai'in, kwa kitu, mina sayd, kutokana na hao wanyama wanaowindwa. Mwenyezi Mungu atawajaribu, atawajaribu katika siku za ibada zenu za hija. Ataharamisha Mwenyezi Mungu hakuna kuinda. Ataharamisha Mwenyezi Mungu nini? Hakuna kuinda. Na siku hiyo ya kuinda ndio ndege watakuja wengi, swara watakuwa wengi, mapaa watakuwa wengi, hawa wanyama wanaowindwa, wanaoliwa watakuwa wengi. Siku za hija watakuwa wengi. Mkiona mengi hayo, sikuwa mwapendwa
Wingi huu ni wa nini? Ya mtihani, ya testi, majaribio, kama walivyofanyiwa Bani Israeli. Jazakallah khair. Kama walivyofanyiwa Bani Israeli siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi kama hivyo walikatazwa Bani Israeli wasishike samaki, lakini siku za nyinginezo samaki hupatikana badi huku kwa shida na tabu. Siku ya Jumamosi samaki huja hapo ufuoni. Samaki wengine wanaruka kama wanataka kuruka wapi? Nje. Bani Israeli akiwa na maji yanamtiririka kiri. Samaki wanono, samaki wazuri. Hiyo ni nini? Mtihani. Walipasi hiyo mtihani, walifeli. Wenye akili walikuja, maprofesa walikuja, watu wa technician wamekuja, wakatumia nini? Akili. Wakaacha itibaa kalami yao, wakaacha kufuata maneno ya Mwenyezi Mungu, wakaleta akili, wakafeli. Ndio hapo Mwenyezi Mungu naye anawaambia watu wa Islamu, anawaambia nini? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili, layabluwannakumullah, atawajaribu Mwenyezi Mungu, atawafanyia mtihani Mwenyezi Mungu, bishai'in min as-saidi, kwa kitu miongoni mwa hawa wanyama wanaowindwa, kwa kitu miongoni mwa hawa wanyama wanaowindwa. Tanaluhu aidikum, inawezekana inafika mikono yenu kwao hao wanyama. Wanyama watakuwa wengi siku za hija, hata mkinyosha mikono inaweza ikafika kushika hao wanyama kwa mkono. Warimahukum, na mikuki yenu yanaweza kufika kwa hao wanyama, kwa vile wengi na karibu. Ukinyosha mkono mwaweza kushika, na mkiwachoma kwa mikuki inaweza kuwapata. Sasa kama vile kwa wana Israeli, samaki wote wamekuja ufuoni kando ya bahari, wanaruka kama wanataka kutoka wapi? Nje kwenda ardhini. Sasa tunafanyia mtihani ya namna hiyo, na kuwinda siku za hija ni nini? Ni haramu. Lakini tunafanyia mtihani, nataka kuona nani mtii na nani fasik, nani anayetii amri ya Mwenyezi Mungu na nani asiyetii nini? Amri ya Mwenyezi Mungu. Tanalu aidikum, waletea hawa wanyama inawafikia mikono yenu, warimahukum, na mikuki yenu yote atafanya hivyo Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib, ili apate kudhihirisha Mwenyezi Mungu. Liya'lama Allahu, ili apate kudhihirisha Mwenyezi Mungu, man, yule mtu ambaye yakhafuhu, anayemwogopa yeye Mwenyezi Mungu, bil ghaibi, kwa kutomuona. Amefanya hivyo Mwenyezi Mungu, anataka kudhihirisha, kuonyesha Mwenyezi Mungu yule anayemwogopa pasina kumuona. Yule anayemwogopa pasina nini? Kumuona. Ndio hiyo kumwabudu Mwenyezi Mungu pasina kumuona. Ibada gani hiyo? Ibada ya ihsan. Ihsan, kuna arkanul Islam, arkanul iman, na arkanul ihsan. Hiyo ihsan ni kutenda mema, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, na ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba wamuona. Fa in lam takun tarahu, ni ukiwa umuone, fa innahu yaraka, ya Mwenyezi Mungu anakuona. Sasa hiyo Mwenyezi Mungu anataka idhihirike, ionekanwe anayemwogopa pasina kumuona. Sawa baba? Anataka Mwenyezi Mungu aonekane yule anayemwogopa pasina kumuona. Liya'lama Allah, ili apate kudhihirisha Mwenyezi Mungu, man, yule mtu ambaye yakhafu, anayemwogopa yeye Mwenyezi Mungu bila ghaibi, kwa kutomuona, hali ya kuwa katika siri, kutoonekana. Faman ihtada ba'da dhalika, faman ihtada, yule atakayeruka mpaka
waman ihtada, yule atakayeruka mpaka. Baada dhalika, baada ya hayo kushaambiwa kuwa mtafanyiwa mtihani. Sasa yule atakayeruka mpaka baada ya hapo, falahu adhabun alim, atakuwa anayo adhabu kali yuumizayo. Falahu, anayo yeye huyu mtu adhabun alimun, adhabu yuumizayo, adhabu kali. Kwa nini adhabu itakuwa kali? Sababu gani adhabu itakuwa kali? Adhabu hiyo itakuwa kali kwa sababu ameshaambiwa utajaribiwa. Ukiona hao wanyama wanakuwa wengi, unaweza kushika kwa mkono, unaweza kuchoma kwa mkuki hapo hapo, ndio hiyo ni mtihani. Wingi huo si wingi wa kheri, wingi wa majaribio. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Mzungu alipoeleza yatakavyokuwa, sasa analeta amri, analeta hukumu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili, au enyi waja mliosifika kwa sifa ya uaminifu, dhihirisheni uaminifu wenu. Nayo mtadhihirisha uaminifu katika nini? La taqtulu sayda, msiwaua wanyama wa kuwindwa. Wanyama wa kuwindwa siku za hija, za ibada za hija, msiwaue, msiwawinde wanyama wa kuwindwa siku za ibada za la taqtulu sayda, msiwaue wanyama wa kuwindwa. Wa antum hurumun, ni hali ya kuwa nyinyi mko katika ibada za hija. Msiwaue wanyama ni hali ya kuwa mko katika ibada nini? Za hija. Haya, binadamu ni binadamu, mwanadamu ni mwanadamu mkaidi, mwanadamu ni mwanadamu mkorofi, mwanadamu ni mwanadamu akitaka kukataa na kataa, akitaka kupinga yuwapinga. Sawa? Akitaka kukataa na kataa, na akitaka kupinga yuwapinga. Basi nini anasema Mwenyezi Mungu? Waman qatalahu minkum, waman, na yule mtu ambaye qatalahu, atamuua mnyama wa kuindwa. Qatalahu, atakayemuua mnyama wa kuindwa, minkum, miongoni mwenu nyie wenye kuamini katika ibada ya hija, atakayemuua mnyama huyo, tena kamua mutaamidan, kamua maksudi, fajazau, malipo yake huyo mtu, faini yake huyo mtu, mithlu ma qatala, atamchinja mnyama mfano wa yule mnyama aliyomuua. Ikiwa kaua paa, kaua swara, kaua digidigi, basi atamchinja kondoo na mbuzi. Kondoo na mbuzi ndio kama swara na digidigi. Jazao, malipo itakuwa nini? Mithlu ma qatala, ya mnyama mfano ya ile aliyoua, minanami, kutokamana na wanyama huo. Naam, kondoo, mbuzi, ng'ombe na ngamia. Hawa wanyama wanne hawa ndio wanaitwa naam. Yahukumu bihi, na kesi hiyo atahukumu kwayo, watahukumu kwa dhawa, majaji wawili. Dhawa, kesi hii itahukumiwa na majaji wangapi? Wawili. Amoni hapo kotini kesi moja na majaji wawili. Haya, dhawa adlin, mahakimu wawili waadilifu, mahakimu wawili
walio na justice ndio watahukumu hiyo kesi za adili minkum, miongoni mwenu nyie watu wa Islam. Hadiyan baligha al-Kaaba, hali ya kuwa hadiyan, huyu mnyama yuzawadi baligha al-Kaaba, afikishwe apelekwe Kaaba Maka. Huyu mnyama ambaye ametolewa badala ya yule aliyeuawa apelekwe mpaka Maka. Sawa, hadiyan ni zawadi baligha al-Kaaba